Na mtazamaji wangu, sasa Mheshimiwa John Heche yuko na expectations kubwa kwa kile ambacho wabunge wanapaswa kukizungumza katika bunge. Katika bunge ni kwa ajili ya kuwasilisha watu kutoka mikoa mbalimbali ama mkoa uliokuwa umeweza kuteuliwa. Ila mtazamaji wangu, ni jambo la kusikitisha kwa njia moja ama nyingine, kama alivyoweza kukosoa Mheshimiwa John Heche ya kwamba sio jambo sahihi kwa mbunge anayetazamwa na mamilioni ya Watanzania kufika bungeni na kuzungumza mambo ya aibu kama hayo. Mtazamaji wangu, swala hilo sio swala la kufikishwa katika bunge liweze kujadiliwa, bali kama kweli mbunge huyo aliyekuwa akizungumza maneno hayo na anazidi kukubali vijana jenzi kwa kila hatua wanayozidi kuichukua nchini Tanzania, basi angeweza kuanza kuzungumzia hatua alizokuwa ameweza kuchukua vijana jenzi kipindi na wakati ambapo uchaguzi mkuu wa Oktoba ulipokuwa ukifanyika, na sio kwa wakati huu ambapo swala tete linalozidi kuzungumzwa kila kona, jinsi gani ambavyo watu wasioweza kujulikana wanaodaiwa ya kwamba wanazidi kutoroka na sehemu nyeti za wanaume. Kunradhi, ila ndivyo ambavyo inazidi kudaiwa, na sijui unakotoka wewe umeweza kupata habari za aina hiyo. Ila mtazamaji wangu, kwa kweli mbunge huyo angeweza kuzungumza hoja ambayo mwisho wa siku wabunge wote ndani ya bunge lile wangeweza kukaa na kujadili, ambapo itaweza kusaidia mwananchi wa chini nchini Tanzania aweze kupunguziwa gharama kubwa ya maisha anayozidi kuipitia leo hii. Ila mtazamaji wangu, iwapo katika bunge la kitaifa utaweza kuzungumza swala la swala la aina hiyo, na mwisho siku kuna baadhi ya watu ambao wanazidi kudai ya kwamba pia kwao yameweza kuwakuta, ile hali kipindi na wakati ambapo ataweza kufikishwa katika mikono ya serikali ianze kuchunguzwa, je, ni kweli huna unachozidi kusema kimeweza kuibiwa? Kipindi na wakati ambapo itaanza kuchunguzwa, mtazamaji wangu, kuna baadhi yao wanapatikana ikiwa ipo. Pia mtazamaji wangu, katika eneo la tukio, kipindi na wakati ambapo jinsi mbunge huyo anazidi kudai ya kwamba tukio hilo likitokea watu wataweza kujazana na mshukiwa ataweza kupigwa, mtazamaji wangu, kwa kweli inabainika ama inasemekana imeweza kufanyika, ila huna kile ambacho utaweza kukithibitisha mtu huyu ndiye aliyeweza kuhusika. Na mtazamaji wangu, nisingependa niweze kuongea kama ninapouza alichosema mbunge huyo, ila mtazamaji wangu, katika taifa la Tanzania hivi sasa kuna mengi ambayo yanatakiwa yaweze kujadiliwa. Na mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, kama wabunge hawa wangekuwa wanajali wananchi wa Tanzania, basi moja kwa moja hivi sasa wabunge hao ndio wabunge ambao wangekuwa mstari wa mbele na mstari wa kwanza katika bunge la kitaifa kuomba haki iweze kupatikana kwa vijana jenzi walioweza kupigwa risasi wakati wa maandamano, na pia wale walioweza kupigwa risasi na kusalia na majeraha hadi leo hii. Na sio hoja za aina hiyo mbunge huyo anayezidi kuzungumza. Mtazamaji wangu, ni kweli uongozi ulioko madarakani unapitia changamoto, na kwa hoja kama hizo kuwasilishwa katika bunge la kitaifa, mtazamaji wangu, kwa kweli basi huenda mabadiliko yaweze kufanywa kwa viongozi hao ama wabunge hao, ndipo ambapo huenda uongozi ulioko madarakani hata kidogo utaweza kurejesha imani ya Watanzania waweze kuamini kwamba huenda miaka 5 ijayo serikali iliyoko madarakani hivi sasa itaweza kukamilisha miaka hiyo, na pia itaweza kuleta mabadiliko makubwa katika Jamhuri ya Tanzania, na sio swala la kuzungumzia trends ambazo zinazidi kuzungumziwa tu katika mikahawa na katika mitandao ya kijamii ndio, ila bila uchunguzi kufanyika haina haja kweli
swala kama hilo liweze kuzungumziwa katika bunge, kwanza kabisa bunge lazima liweze kuheshimiwa. Na mtazamaji wangu, kwa upande wangu mimi binafsi nakubaliana na alichoweza kukisema Mheshimiwa John Heche. Ni kweli jambo hilo linaathiri vijana Gen Z ambao ni nguzo muhimu katika jamii. Sote tunashuhudia ama tuliweza kushuhudia katika maandamano ya Gen Z yaliyoweza kupita, jinsia ya kiume ndio iliyokuwa kwa idadi kubwa. Ila mtazamaji wangu, ningependa pia ni kufahamisha kitu kuhusiana na serikali. Katika taifa kuna vitu hutokea ambapo sio hutokea kwa bahati mbaya, na swala kubwa kama hilo kutokea huenda ikawa ni mbinu ya kujaribu kupumbaza na kuzubaisha baadhi ya Watanzania kutokana na kupandishwa kwa bei za mafuta, leo hii ikiwa ni tarehe 14, kesho ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 2026. Na ndipo ambapo mtazamaji wangu, Mheshimiwa John Heche hajaweza kuwa mraisi wa kuenda na upepo ambao mbunge huyo ameweza kwenda kuzungumza leo hii katika bunge. Huenda ikawa ni jambo ambalo lilikuwa limeweza kutayarishwa ya kwamba kutokana na presha nyingi uongozi unazidi kupata, ni mbinu gani na ni kipi wataweza kukifanya. Ndipo ambapo kipindi na wakati bei mpya za mafuta zitaweza kutangazwa, zimeweza kupanda kwa kiasi kipi, ambapo ni kiasi kikubwa, basi wengi wasiweze kuzungumzia kupandishwa kwa bei za mafuta, bali waweze kuzungumzia kile ambacho hivi sasa mimi nazidi kukizungumzia, mbunge huyo alichoweza kwenda kukizungumza katika bunge. Na mtazamaji wangu, ndipo ambapo unaambiwa siku zote chochote kile ambacho kinazidi kutokea katika taifa, usio mrahisi wa wewe kuamini jambo hilo. Na ndipo ambapo mtazamaji wangu, hata baadhi ya waathiriwa wanaozidi kudai ya kwamba kuna hizo nini zao zimepotea, nisingependa kuzitaja tena maana inakuwa vibaya, ila inasemekana ikipotea eti jamaa huyo ataweza kutoweka, ataweza kuondoka kujaribu kutafuta dawa kwingine, ili hali mshukiwa ambaye ameweza kuhusika katika tukio hilo ataweza kumwacha katika eneo la tukio. Mtazamaji wangu, kwa kweli ni jambo la kuvunja moyo, ila huenda nikaweza kukubaliana na alichoweza kukizungumza Mheshimiwa John Heche kupuuzilia mbali taarifa za aina hiyo, na ikiwa ni njama ya kupumbaza raia kuhusiana na kupandishwa kwa bei mpya za mafuta nchini Tanzania. Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.